mtu amekufa. Watu walikuja tunakuta kweli amekufa, amelemesha kichwa. Lakini bahati nzuri Mr. akapiga simu polisi, tukampigia simu mwenyekiti, na baadhi ya watu wakawa naomba waje fanya nini kumgeuza, tukazuia kwa sababu kulikuwa kuna alama cha gloves, viatu viko tofauti. Sasa tukajaribu kuzuia watu wasifanye wasikanyage zile alama zikapotea, polisi wakija apate ushahidi kamili, lakini dakika mwishoni ilishindikanika. Ila kwa watu wanavyosema ni kijana si wa ng'ambo. Sasa sisi hatumfahamu. Tunatakiwa sisi kwanza bodaboda tuwe waangalifu, maana vyombo vya dola haviwezi kuchukua hatua kama sisi bodaboda wenyewe tunashindwa kuwa waangalifu kulingana na abiria ambao tunawapakia kwenye ni bodaboda wenzetu, maana tunamfahamu kwamba mtu ambaye tunafanya naye kazi ana parking ng'ambo. Nafikiri tu kijana alikuwa na shida na hela tu, lakini kwa mtu mwenye akili timamu huwezi kwenda na huko usiku na bodaboda, lazima utapata shida kwa sababu njia hakuna ya kutoka kule kuja huko. Yaani njia ya kutoka hakuna. Ukiingia huko hauwezi kutoka kwenda huko mpaka urudi. Alafu kuna giza totoro. Sema sasa kwa sababu shida ya hela na nini mtu anaenda, lakini kiakili mtu mwenye akili hawezi kwenda. Kuna giza kubwa sana. Vyombo vya dola na ushauri wangu walifanyie kazi ili swala la hiyo njia. Hiyo njia watu wanakabwa hiyo. Watembea kwa mguu ikifika saa 2 tu saa 3 huwezi kumuona mtu, wote wanajifungia ndani. Hiyo njia sio salama. Inagiza sana. Imeripotiwa taarifa ya kifo cha Mashaka ambapo kijana mmoja aliyetambulika kwa majina ya Hamisi Ramadhani Juma, huyu ana umri wa miaka 18, Msukuma, Muislamu. Shughuli yake ni dereva wa bodaboda na mkazi wa maeneo ya Isevya. Mwili wake uligundulika kando ya barabara kwenye eneo moja lililoko katika mtaa wa Malolo, kata ya Malolo, katika manispaa ya Tabora, ambapo aligundulika akiwa amefariki na pikipiki yake bado haijapatikana, na mwili wake haukuwa na majeraha yoyote isipokuwa alionekana kuwa amekunywa maji mengi, na eneo hilo ni eneo ambalo lilikuwa na maji mengi kufuatia mvua kubwa ambayo ilinyesha katika siku ya jana. Kwa hiyo kwa kuwa pikipiki yake haijapatikana, uchunguzi wa kisayansi utafanyika postmortem ili kuweza kubaini chanzo halisi cha kifo ni kitu gani, kwa maana kwamba mwili wake haukukutwa na jeraha lolote. Katika uchunguzi wa daktari wa awali uliofanyika, haukubaini kwamba kama amenyongwa.